maalum kutoka NYTV. Sawa, tumerudi tena na tunaendelea. Kwa hiyo mchungaji alikuwa akija tu anasema hongera kwa huduma, hakuna msaada wote labda pengine aliufanya na yeye ndo aliyokuhakikishia kwamba njoo, nyumba ipo, chakula na kila kitu. Labda kwa hiyo kupata hata nafasi ya kumuuliza kwamba mbona haya uliahidi na hujatekeleza? Ukweli ni kwamba siku ile kwanza ile tulipofika kwenye eneo la huduma na akawa amezima simu, unaona, na baadaye alikuja akakuta tumeshapanga nyumba wenyewe na tunaendelea na maisha yetu hapo na kazi inaendelea, ndio akasema ninyi ni wa missionary kweli. Kwa hiyo nikitafakari, kwa sababu hata kanisa ambalo mimi nimetoka, unaona, kanisa la Kipentekoste ambalo nilikuwa nikiabudu hapo Kasulu mjini, nilikuwa kanisa kubwa mno. Yaani hakuna hata senti ya kutuma kwamba tuna mtu aliondoka huko. Unaona, hata ile simu kwamba missionary unaendeleaje, hakuna. Mimi ndio nilikuwa napigia tu kuwasalimia. Unaona, kwa hiyo ninafikiri na nina uhakika ya kwamba unajua kuna watu wanaingia kwenye utumishi kwa malengo. Sasa si kwamba hawakuona. Mimi nafikiri Mungu aliwazuia. Kuna kila kitu Mungu anafanya kwa makusudi yake. Huenda aliwazuia ili anitafute mimi, aone moyoni mwangu hasa kusudi langu ni nini. Je, nimeitika ule wito au yani alikuwa ananichokonoa aweze kuona, kunikunguta vizuri, aone ndani hasa kuna nini. Kwa sababu hatukukata tamaa hata katika hali hiyo. Na hata wakati tunamaliza ile huduma hatukuishia hapo, kwa sababu tulipomaliza huduma kule tulikabidhi makanisa na wakaandika barua ya kushukuru kwa huduma tulioifanya ambayo tulirudi nayo huko kwa kanisa tulilotoka. Na tulipofika huko tulifika tunaripoti kanisani na tukawashukuru kwamba tunashukuru kwa maombi yenu, Mungu ametulinda. Lakini kwa nini tumerudi haraka? Ni kwa sababu Mungu amesema nasi kufikia wale ambao bado hawajafikiwa. Na hivyo sasa tukahitaji kujua ni maeneo yepi ambayo bado hajafikiwa. Sasa wakatueleza wale viongozi, bado mna nia ya kumtumikia Mungu, ya umisheni, nasema sisi ndio wito Mungu ametuitia. Sasa akasema sawa, kama mko tayari mnahitaji kwenda kufanya tafiti, mtatueleza. Mwezi wa kwanza mwaka 2008 tukatoa zile taarifa, tukasubiri majibu mpaka mwezi wa 6. Waliahidi kama wangetupa nauli za kwenda kwenye utafiti. Kwa sababu tulipata taarifa za kanisa letu kwamba huku Makete injili haijafika, Rudewa injili haijafika, na Mtumbo injili haijafika. Sasa habari zile zikatuvutia kwa sababu zilionekana kama ni habari sahihi. Kwa hiyo tukawaambia sasa tunahitaji, kabla ya kufanya hiyo huduma lazima tuende kufanya utafiti. Kwa hiyo tukasubiri kama kanisa watatusupport pia, mlango kafungwa pale. Tulichoamua mimi na mke wangu, tulipopewa majibu kwamba tuliambiwa na uongozi kwamba kufanya utafiti ni kutokuwa na imani. Hata Ibrahimu aliondoka bila kujua aendako. Kwa hiyo haya mambo ya kufanya utafiti maana yake mnaenda kuangalia mahali pazuri mnapofikiri ninyi. Tukasema hapana, kama ni kutokuwa na imani, inaonekana hata Mungu naye pia hana imani. Kwa sababu ikiwa Mungu amewaahidi wana wa Israeli waende kwenye nchi ya ahadi na ile nchi amewapa, na kabla hawajaingia Mungu huyo tena anamwambia Musa chague watu 12 wakapeleleze hiyo nchi waone ikoje, sasa inakaaje. Tukasema sisi tunaona utafiti kwetu ni muhimu kwa sababu kuna makosa tumefanya, hatuhitaji kurudia yale makosa. Tunahitaji tutumike eneo ambalo kabisa tunasikia kabisa kwamba ni penyewe. Kwa hiyo wakasema sisi hatuwezi, kama mtakuwa tayari kwenda tena tutawapa nauli tu ya kwenda. Kwa hiyo mimi na mke wangu tukaamua kuuza viwanja viwili pale Kasulu mjini, na viliuzwa na tulimumuzia kiongozi wa kanisa. Alikuwepo kiongozi wa vijana. Kwa hiyo tukampeleka pale akanunua viwanja viwili, tukavitumia kama nauli sisi. Na nikamwambia, tukao tunatiana moyo na mke wangu, kwa mnajua Mungu ametuita sisi, kila mtu ameitwa kwa mwito wake. Kwa sisi tujali kile ambacho Mungu ametuitia na tuhakikishe tunatimiza, kwa sababu tusipotimiza kile ambacho Mungu ametuitia tutapigwa sisi, sio wao. Na kwa sababu hiyo basi tukawa tumekubaliana, tukasafiri sasa, tukaondoka moja kwa moja mpaka Makete. Sasa tunapita pale tunaona makanisa ya Kipentekoste, tunaona mpaka tunafika Makete tunaona kuna makanisa ya Assemblies, makanisa ya Pentecost Holiness na mengine. Sasa tukafika, sasa huku tumekuja kufanya nini tena, mbona ni kama kule kule?
kwa sababu kile ambacho tunacho ni tofauti. Tukauliza Ludewa tukaambiwa ni kadhalika hivyo hivyo. Kwa hiyo tumetoka, tunafika Njombe, tumetokea Makete. Kumbe nikiwa kwenye gari nilikuwa na pesa kwenye pochi, zile fedha nikaibiwa. Sasa tumeshuka pale Njombe, tunasubiri gari la kuelekea na Mtumbo, tuna mawazo kwenda Songea. Mama ananiambia sasa nenda akakate tiketi, nagusa hivi pochi hamna. Unajua ile iliniathiri hata kisaikolojia kwa muda mrefu, nisema kumbe kutembea na pochi ni kupoteza hela. Sasa mama akasema imekuaje? Nikasema mimi sijui, pesa zote tumeibiwa. Sasa pale Njombe hakuna mtu anatujua. Sasa tukakaa pale stendi, nikamwambia mke wangu kwamba sasa mke wangu ni hivi, Mungu anajua hatukuja kufanya biashara, tunatafuta watu ambao hawajafikiwa, ambao Yesu alikufa kwa ajili yao na hawajapata habari. Sasa hatuna namna, tukae hapa tusubiri tupe nauli. Kwa hiyo sisi tukawa tumekaa pale stendi, tuko tunapiga story, mawazo ya safari, tunasubiri Mungu atuletee nauli. Kama ndani ya dakika 15 nikapigiwa simu na yule ndugu yule, ananiambia yule niliyesema kwamba Mungu alisema naye akanatupa 30,000. Akanipigia simu akasema, mtumishi wa Mungu uko wapi? Anasema bwana, tuko safari tunaenda Songea. Anasema unajua hapa niko benki, naomba unitumie namba yako ya akaunti nikutumie hela kidogo mpate maji. Nikamrushia namba haraka. Ghafla akaniambia bwana, tayari nimeweka kidogo. Nipoenda nakuta salio 50,000. Nikamshukuru Mungu. Kwa hiyo nikachukua pesa, nikakata tiketi, tukasafiri mpaka wapi? Songea. Nilipofika pale mchungaji wa kula akatupokea na wakawa, maana tulikuwa na taarifa, wana taarifa zetu, akatusaidia naye, aliandaa mazingira, tukaondoka na Mtumbo. Nilipofika na Mtumbo ndipo tukaanza kuona dalili za watu ambao hawajafikiwa na Injili. Kwa sababu tulikuta pale na Mtumbo mjini, kanisa la EAGT lilikuwa lina miaka kama 30, kulikuwa na watu wa kabila lile, watu kama wawili watatu mwaka ule, mwaka 2008. Na tukajaribu kufuatilia kujua huko vijijini wapi, tunakuta ukiingia humu hamna watu wa kabila hilo, na karibu wote ni Waislamu na wamefungwa na imani za kishirikina na wamefungwa na mambo ya kichawi na mambo mengi. Kwa hiyo tulipofika pale tukapata kuna vijiji zaidi, karibu kama zaidi ya 40, hata kanisa la Kikristo halipo. Basi mioyo yetu ikatua pale, kwa sababu ngoja turudi kujiandaa, tuanze safari tena twende rasmi. Sasa nilivyorudi Kigoma na mke wangu, sasa nikakutana na missionary mmoja ambaye alikuwa anajua wito wangu kwamba na moyo wa misheni. Akaniambia sasa, missionary, vipi bado una moyo wa utumishi wa utume? Nikasema ndio, hata hivi nimetoka huku na Mtumbo, utafiti huu hapa. Akasema kweli ndio. Akasema sasa mimi nashauri ungepita kwenye mission, school mission, shule ya umisheni, itakusaidia kufanya kazi vizuri zaidi. Basi ndipo ikabidi mawazo yaanze kubadilika, niende kwanza shule. Sasa nipofikisha taarifa kwa viongozi wangu, wakaniambia sasa wewe tulikuwa tunaandaa tukupe nauli uondoke, halafu unatuambia unataka kwenda shule. Sasa chagua mambo mawili. Sisi kama tunakupatia ada za kwenda kusoma, basi inabidi utakapoondoka ujipeleke mwenyewe. Nikasema ni bora mimi niende, Mungu atajua. Kwa hiyo nikapewa ridhaa na kanisa langu kwenda masomoni pale Kigoma mjini. Kuna kanisa moja la PEFA walikuwa ndio wameanzisha chuo cha umisheni. Kwa hiyo mimi nikaenda pale na tukasoma. Tukiwa pale masomoni tukajifunza vitu vingi. Na Mungu alitutunza kwa namna ya ajabu, kwa sababu tukiwa pale shuleni hatukupata hata daftari, hata nauli ya kwenda. Hata ikafika mahali ninaulizwa, wewe na mke wako inakuaje, familia imebakija? Sema ni Mungu amebaki nayo. Mzungu mmoja alikuwa anatufundisha, akaamua kutoa ada ya mke wangu, na kwa kuwa walikuwa wameshalipa kanisa langu, ndio ile pesa tukaja kununua chakula cha watoto. Lakini pia tukiwa pale Mungu akafungua milango kugusa watu, wanatutumia fedha na tukaishi maisha mazuri. Mungu alitutunza tukiwa pale chuoni. Na baada ya hapo tukaondoka kwenye safari za utafiti sasa, na tukafundishwa utafiti ni jambo la muhimu kabla ya kufanya umisheni. Ili tuweze kupata taarifa kamili, ilibidi mpaka niwe kama wao, nikavaa kanzu, nikavaa kofia, na baadaye tulikuwa tunawaambia mimi nimekuja na kufanya utafiti wa kujua mila na desturi za makabila. Kwa hiyo walifunguka, wakanieleza vitu vingi. Na lile kabila limefungwa na Ibilisi, kwa sababu wale watu wana mganga, yani kuna mchawi, wana ofisi maalum pale na Mtumbo mjini.
na tumefika kwenye ofisi yao, na ile ofisi yao unamkuta yule kiongozi wao mkuu ana Qurani, ana Biblia, halafu ana bendera ambayo ina rangi 4. Rangi moja ya kijani, rangi nyingine nyeusi, nyekundu. Halafu hii ya kijani ni ufito uliozunguka ile bendera, na kuna kipande cha rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu na ule ufito wa kijani. Sasa tulipokuwa tukiuliza, tunakuta ana fimbo ambayo ina kama sura ya mtu mwanamke, anasema kwamba huyu ni Mariamu, yani mama yake Yesu. Halafu akawa anatueleza kwamba hapa kwenye hii nyeusi inawakilisha mizimu ya kabila lile wanaita na mabembela. Inawakilisha majini yanaitwa majini Mwarabu. Halafu kuna majini sungura yanawakilishwa na ile kipande chekundu. Halafu ile ufito wa kijani akatuambia kwamba inawakilisha inawakilishwa na mali asili, yani dawa wanazozipata katika miti. Na akasema kuna milima inaitwa na Maliele kule. Asema kule ndipo ambapo kuna kituo kila sehemu, kama ni majini sungula kuna bendeli na pepea, majini Mwarabu bendeli na pepea, na kuna pango ambalo ndio kuna mababu wanaitwa, hiyo mizimu inaitwa na mabembela. Asema unakuta mle ndani ni kama manyoka sijui nini, makobe wakubwa. Kwa hiyo tulipofika pale tukapitia wale wazee maarufu. Kwa hiyo tukapata muda wa kuonana nao na tukawaeleza kwamba sisi tunajifunza mambo ya mila na desturi na tamaduni za watu wa kabila hili. Tumetoka chuoni na tulienda na barua kutoka chuoni za utafiti. Kwa hiyo kwenye ile ofisi utakuta nje yani ni kama mwamvuli wa uganga, lakini shughuli zinazofanyika ni kama za kipepo na uchawi. Na ofisi ile iko pale mjini na Mtumbo. Wakati ule tumefika pale ilikuwepo. Kwa hiyo tulipofika pale tukaonana na huyu aliyeitwa dokta. Na yule dokta akatueleza kwamba, tukamwambia sasa tulihitaji sisi tufike na sisi huko. Akasema huko watu hawafiki. Kuna watu wamefika huko wamepotea. Akasema sisi hatuwezi kupotea. Tulipofika tunaambiwa hawa wanajeshi wana mamlaka, anaweza katamka ukapotea ghafla au ardhi kapasuka. Kwa hiyo ndio aliyeitwa mkuu wa majeshi. Kwa hiyo tukawa mimi na mke wangu na yule mchawi wa wilaya ambaye alijiita ndio mganga, pamoja na huyo mkuu wa majeshi ambaye ana majini anaitwa Kihame. Sasa labda hapo mchungaji, maana yani mimi hapa na mpaka nasema Mungu wangu, yani hamkuogopa yani kwamba tunatembea na watu, yani mmeshaambiwa kabisa kwamba wana huyo, kwa mfano huyo mwanajeshi sijui, mmeshaambiwa kabisa anaweza kusema hivi ile zikapasuka au hivi, labda mkuingia hofu na wale watu hawajawashtukia kwamba hawa mbona kama wana nguvu nyingine? Kwenye maombi tulisema hivi, Mungu tunaomba wapige upofu wasitutambue sisi na kina nani, tumalize kazi ambayo tunataka kujua. Na tulikuwa tunafanya tafiti kujua kwa nini hili kabila limefungwa na wameshindwa kumpokea Yesu. Unaona? Kwa hiyo sasa tukahitaji kwenda kufika kwenye shina la vituo vyao vikuu ili tuweze kujua nini cha kufanya. Na tuliambiwa huko kuna maajabu mengi, lakini mioyoni mwetu tulijua kwamba tuna Mungu mkuu ambaye yuko juu ya miungu yote. Hakuna chochote kinaweza kafanyeje kikatudhuru kabisa, kwa sababu Biblia imeahidi hivyo ya kwamba hakuna jambo lolote takalo wadhuru. Kwa hiyo tulikuwa tunatembea tukijua tuna ulinzi zaidi ya ule ulioko pale. Hatukuwa na hofu. Safari kaanza, yule daktari wa wilaya mbele, mimi nyuma, mke wangu ananifuata na mkuu wa majeshi nyuma. Sasa wakati tunaenda nikashangaa watu wakituangalia wanashtuka. Yani wanawafahamu wale watu. Mchana tulitoka mchana. Sasa tumevuka, tumeenda tukaingia polini. Panda kuna milima inaitwa na Maliele huko na Mtumbo. Tukaingia huko ndani. Yani mpaka unabaki unasikia ndege tu ndio wanapiga kelele. Sasa tulivyofika huko tukaingia tukakuta kuna kijumba fulani hivi. Kile kijumba ni kama vijumba vya kienyeji vile. Halafu kuna banda hivi la kupumzikia, ndio hilo sisi tulifikia. Sasa huyu mkuu wa majeshi pamoja na yule mganga wakaingia kwenye kile kijumba. Sasa wakati tuko hapa ofisini kwake, kuna vitu alivyotueleza vilitusaidia. Kwa sababu wakati tunamhoja alisema hivi ya kwamba siku hiyo kama jini
jini sungura ndio linaongoza, yani linamuongoza yeye, anabadilika sura. Kwa hiyo anakuwa sawa na nyanya iliyoiva, yani kile kitambaa chekundu. Kama ni siku hiyo anaongozwa na jini Mwarabu, anakuwa mweupe. Kwa hiyo kama ni ile mizimu na mabembera, anakuwa mweusi. Kwa hiyo anabadilika rangi kutokana huyo mganga mkuu. Sasa wakati yule mganga ameingia ndani kwenye kile kijengo kile, tukaanza kusikia sasa kule kama kuna mtu anaunguruma. Sasa mke wangu akasema, nasikia huko. Akasema sasa tumekaa. Sasa mke wangu akasema hivi, hapa bwana, mambo ya utafiti, kama kutatokea dharura, hakuna vya utafiti tena, ni kwanza kumuita Yesu huko. Asema huku tutabinuana na majini mpaka kieleweke. Tunataka kuomba upofu wewe. Kitokea lolote tu huku tunaweka tunanyenyua silaha sasa, mapambano huku. Basi ghafla nikasikia yule mkuu wa majeshi akaja, akasema njoni, wakubwa wamefika. Basi tukaingia mle ndani, tukaingia kwenye kile kijumba, mke wangu hapa na mimi hapa, na yule mkuu wa majeshi yuko hapo mlangoni, na yule mganga ambaye tumekuja naye ameshabadilika. Akaanza sasa, kule nilijibadilisha jina, sikuitwa Obedi, nilijiita Abeidi. Unaona Sasa ndiye akasema, sasa nikashangaa hata majini yenyewe yameshindwa kujua hata jina langu. Naona tayari tulishaomba Mungu ayapige upofu. Abedi, kiti wetu mlionana naye huko, ametueleza mlitaka mje hapa kutuona na mnataka kujua mambo yetu. Sasa mmefika. Akasema, na mimi nashukuru. Wakubwa karibuni. Sasa tunaanza kuitwa wakubwa. Sasa alishabadilika, yani sura yake ni kama nyanya iliyoiva yule baba. Sasa kumbe sio yeye, ni majini anaongea sasa, ndio yanatukaribisha. Sasa tukasema sisi tumeshafika. Sisi tumekwisha fika hapa. Na tunahitaji mtuoneshe kila mahali na tuone hivyo vituo vya majini sungura, majini Mwarabu, sijui wapi, mpaka huko kwenye mapango. Asema mpaka kuna sijui, tukaambiwa kule kuna mnyani wa kimajini weupe, kwamba hata wakipigwa risasi hawawezi. Sasa tunafika pale, kitu cha ajabu, lile eneo ukifika lazima uvue viatu. Lakini tulipofika pale, piteni wakubwa. Tukaingia eneo moja ambalo kuna pango. Sasa ndiye asema, humu ndimo kuna mababu wetu. Asema, mababu wenu wanaishi humu pango? Nasema ndio, kuna majoka makubwa na vinyonga wale wakubwa, sijui na makobe wakubwa, ndio babu walio wa zamani wamebadilika. Sasa inakuwa sisi waga tunaingia humo. Sema sawa, na mimi nataka niwaone. Sasa yule mke wangu amebaki hapo amesimama, yule mganga kaingia ndani. Wakati anaingia ndani, maana unaingia kwa kutambaa hivi. Basi yule mganga alipoingia na mimi nikamfuata. Sasa amepiga kona la kwanza, anapiga kona la pili, alipogeuka akasema, Abedi unanifuata? Asema hapana. Rudi. Huwezi ukaja leo tukakuonesha kila kitu. Hapana. Rudi. Nikasema sawa. Lakini wewe uliona chochote? Wakati naingia nilikuwa sijafika huko. Maana ameingia, jamaa ametangulia na mimi namfuata. Akakata kona la pili namfuata. Anataka kukata kona lingine, akageuka ndani ya lile pango na mimi niko. Ndiye akanioa akasema, Abedi rudi. Huwezi ukaja siku leo tukakueleza funua kila kitu. Haiwezekani. Basi mimi nikarudi. Tukabaki huko mimi na mke wangu na yule mkuu wa majeshi. Sasa humo ndani ya lile pango, yule jamaa akawa naimba, yale majini yanaimba, tunasikia sauti tu huko. Baada ya muda akarudi, akasema, Abedi, kama umetumwa utarudi, na kama hukutumwa hautarudi. Nikamwambia mimi nimetumwa na nitarudi hapa na mtumbo. Akasema, utakaporudi sasa ndio tutakuonyesha kila kitu, jinsi ambavyo tunapaa kwenye ungo. Ndio nikajua wachawi hawa. Anasema jinsi ambavyo tunaweza kusafiri kwa ungo, jinsi sisi tunafanyaje, tutakupeleka mpaka kwenye eneo ambalo kuna nyani wa kimajini, hata wakipigwa risasi weupe. Nikasema sawa. Baada ya hapo, haya twende. Tukapita sehemu moja, kuna povu la yani kama ile povu ya sabuni iliyogandamana kama kakichuguu, na chini yake kuna maji. Akasema hii ni sumu kubwa, hata mnyama kigusa hapa nafia hapa. Basi kwa ufupi ni kwamba tukazunguka na tukarudi kwenye kituo tulikotoka. Tulivyofika pale ndipo sasa
yale majini akasema, Abedi, hatuna zawadi ya kukupa ya kuwapeni, ila tuna dawa ya malaria hii hapa, mnaweza mkaenda nayo. Tukasema hatuna shida na dawa ya malaria, sisi sio wagonjwa. Akasema basi asante, kwa helini. Baada ya hapo yale majini yakatoka. Yalivyomtoka yule baba alikuwa yani mpaka natia huruma, yani mwili wote amechoka. Halafu akaanza kumuuliza yule mkuu wa majeshi, kwani imekuwaje? Ndio ufahamu namrudia, na yeye hajui nini kilikuwa kinaendelea. Yani kwa kweli nilijaa huzuni, ndio nikajua kwamba nguvu inayowatumikisha, inayowafunga watu ni nguvu ya ajabu sana, ambayo ikiwatoka wanakuwa watu wengine. Na ndio maana tunapoingia katika ulimwengu wa kimisheni tunapambana na shetani 100%. Na ndio maana ni muhimu sana uwe umepata uhakika na wito wako, na pia uwe uko sahihi na umsikie Mungu vizuri kila hatua, kwa sababu kichukulia mazoea unaweza ukapotea. Sasa tukiwa pale, ndio baada ya hapo nimeluka kidogo, nilijaribu kuwauliza pale, nikana hoji sasa. Nikasema kwamba hivi ninyi katika shughuli zenu hakuna nguvu yoyote inayoshindana na ninyi kuwapinga? Akasema hakuna. Nikasema kuna watu fulani wanajiita warokole. Akasema walokole wapo, lakini hakuna mlokole yeyote ana nguvu hapa. Nenda hata kwenye makanisa unakuta wanasinzia kwenye ibada zao. Na kuna wengine ili aweze kufungua kanisa lazima pite kwa kiti wetu, ndio hao wanaweza wakawa na watu wengi, lakini wengine hawezi wakapata watu wetu, kwa sababu watu wetu wa kabila letu tumewatawala sisi, ni watu wetu, hawezi wakaondoka, na hakuna nguvu yoyote hapa inayoweza kutusumbua juu ya watu hawa. Sasa ile ilinipa maswali, nikafikiri ni nini, na tukahojiana na mwisho yale majini yakaondoka. Baada ya hapo sisi tukaondoka, tukaambiwa kwamba sisi ukija kwetu hamna kusindikiza, na tokeni nendeni. Kwa sisi tukatoka na mke wangu. Sasa wakati tunashuka, mke wangu amechoka, maana alikuwa safari ndefu ya polini. Nikampigia simu jamaa mmoja wa bodaboda aje kumchukua. Sasa alivyotuona mlimani tunashuka, kwani mko wapi? Ndio ninyi ninawaona huko. Siji huko.